heshima yangu kukupokea tena katika Kivu 5 TV hapa mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikutakia mwaka mpya mwema wa 2024. Karibu katika kipindi cha Tuambiane Ukweli, Mitima de la Chance. Kumbuka ndo jina langu, ambaye yuko upande mwingine anachukua picha huko na video ni Irene Mulindwa. Katika studio za Kivu 5 ambaye atatuambia ukweli wake ni Maître Shadrack Lwamba. Nitamwacha uweze kujipresente mwenyewe. Nilikwambia kwamba hapa tunachanganya na Kiswahili ya Bukavu surtout kusudi ni watu ya Bukavu, ya Sud Kivu, ya Kongo muweze kuelewa zaidi, na pia tunawakumbuka pia wale ambao mnakuwa ugenini pia. Maître Hamani Lwamba Shadrack, hujambo? Hujambo Mitima de la Chance. Hujambo kwa wafuatiliaji wote wa Kivu 5. Asante sana kwa kuweza kufika ndani ya studio zetu za Kivu 5 TV hapa mjini Bukavu. Nashukuru pia kwa mwaliko wenu. Na tunakutakia bonne année. Na kwenu pia bonne année 2024. Nikumbusha kwamba ulikuwa pia mgombea ma candidat kwa députation nationale provincial mu territoire ya Walungu hapa ndani ya jimbo la Kivu Kusini. Kampanya ilipitaje kwanza kwa kifupi? Asante sana. Nakumbuka kama Amani Lwamba Shadrack ni mwanasheria pia mfanya siasa hapa nchini Kongo, na kwa mtoto wa Sud Kivu niliweza kukubalia ilikuwa maniwa mgombea kwa kiti cha ubunge wa jimbo mnamo wilaya ya Walungu. Na ambako kabisa tulichapa kazi. Wakati mnakuwa mnangoja matokeo, eske volume iko bien? Kwa sasa kulingana mimi binafsi iko vizuri, sababu ya kwanza moyo wangu iko dispose kwa matokeo yote ile ya uchaguzi. Sababu najua nimefanya kampeni vizuri, nimeelimisha raia wa kwangu vizuri maana na faida katika uchaguzi. Najua mimi mwanzilishi wa kampeni kusema sauti yangu moja ni maisha yangu ya miaka 5. Na ile niliweza kuifanya muda wa miaka 4, niko nafundisha watu usiku kama vile mchana katika wilaya yangu ya Walungu. Na kisha uchaguzi, siku ya uchaguzi tarehe 12 Disemba iliyopita, niliona watu wakinichagua sana. Mwa bureau de vote mingi nilikuwa natoka premier wa bureau. Nakutana sur 400 personnes wali voter. Peut-être niko premier avec 270 voix. Yani volume iko sawa, ngona ngoya angalie sana. Plus loin, mon centre moya Lushebei, nijikutana niko na 846 voix sur 1200 votants. Ile haiko sujet. Leo tunachambua kidogo kuhusu mahakama ya kikatiba ambayo imeidhinisha na kuhakikisha yale matokeo ambayo yaliweza kutangazwa kumepita wiki moja. Ilikuwa ni Desemba 31 mwaka 2023, yani siku ya mwisho wa 2023, ilikuwa le 31 Desemba, ikaweza kutangaza ya kwamba Rais Felix Tshisekedi ndiye mshindi tu wa uchaguzi ambao ulifanyika hivi karibuni. Sasa Cour constitutionnelle au mahakama ya kikatiba imehakikisha na kusema kwamba aliweza na 74,47 73 je pense. Pardon, 73,47, donc asilimia 73.47 ya kura ambazo aliweza kuzipata, yani Felix Tshisekedi mshindi wa ule uchaguzi. Sijui kwako mtazamo wako ni gani, na tuambiane kwanza ukweli. Kwangu sio mshangao kuona Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, president sortant, na kwa leo tena president à sa propre succession, anaweza kuchaguliwa kwa ile asilimia, sababu mimi nilikuwa mgombea, niliona aina ya watu walimsindikiza kwa kufanya kampeni. Kati yao wengi walikuwa washamuka kabisa, wa mwingine wenye kuheshimika na wenye kukubalika. Ndio kusema nini washamuka kwa mtu ambaye yuko mbali sijui. Ni kusema ni ba notable wa baba na wa mama ambao wanaheshima. Ni kusema wakisema jambo watu wanaisikiliza kama ni kweli, sababu ni fulani ameisema. Ni kusema Felix mbele aanze kampeni yake alianza kwanza cible wale watu wenye, siwezi kuita ciblage, naweza sema ni meritocracy, alimerite wale watu mimi nasema aliweza kushirikiana na wale watu ambao wanajua kama huyu akifika fasi akisema atasikilika. Sio zaidi sana, sababu kati yao kuna watu ambao hawakutumika na Felix Antoine Tshisekedi lakini walifanya kampeni yake. En occurrence kuna wengi nilijua Mwalungu hawakuwahi kutumika na Felix Antoine Tshisekedi, lakini kwa mwisho walisema tunaona matokeo, aina ya kazi alifanya kwa miaka 5, inastahili tumsindikize, na walimsindikiza. Na ile ilimfanyia kwamba awe na masauti mingi kwanza kwa Sud Kivu. Na territoire yangu ya Walungu nawaza alikuwa vote kuna 98%. Territoire yangu fasi mingi ilikuwa napita kabisa nakutana iko tu na masauti zake, hana mpinzani. Unasema vile juu uliwahi kuwa mgombea ubunge katika vyama vinamunga mkono Rais Tshisekedi vya Union Sacrée.
Ndiyo nilikuwa candidate katika hivyo vyama, lakini sio sababu nilikuwa mmoja wa Union Sacrée ndio sababu nilimuunga mkono. Ni sababu niliona kweli aina iliyotumika kwa miaka mitatu iliyopita, ilikuwa miaka mitano, kwangu ninawaza ni miaka mitatu tu, ambayo Agisa alitumika na jinsi alibadilisha kidogo hali ya maisha ya raia mkongomani wa vijijini kulingana na mipango yake, hasa hii kuwa na shule ya msingi kwa bure, wa mama kuzaa na kutoka kwenye vyumba vya kuzaisha kwa bure. Mradi wake wa hiyo kuzaa kwa bure haikufanya miaka tatu. Haikufanya miaka tatu, lakini ni kati ya wakati tulikuwa nafanya kampeni, ni kati ya vitu ambavyo vilisisitiza wamama wengi waweze kumchagua Felix Antoine Tshisekedi. Kusema mara ya kwanza wanapenda kuendelea kuzaa sababu itakuwa kwa bure. Ni kweli vijijini kuna wengi walisimamisha kuzaa sababu walikuwa wanaogopa to ya maternite. Ile ma situation ya cesarienne hawana kisa kulipa maternite. Niliona peke yangu mtu kwa anafanya miezi 7 mu maternite, alishagazala wana maintenir sababu hana $45 ya kulipa maternite. Donc kwa mama wa vijijini kabisa ilikuwa shangwe kubwa kusikia kuna rais nchini mwenye anakubali kama wataanza kuzaa bila kulipa pesa, na ile ilifanya watu wamchague. Kuna mradi, tuambiane ukweli. Ndio tuambiane ukweli. Kwa miaka 5 au miaka 5 ambayo iko mbele yetu hapa, je, kuna hali fulani ya kuweza kutumainia au sijui raia wa Kongo wataendelea kuishi? Sababu umeitapa miaka mitatu, sijui zidi ya miaka 5, lakini pia kuna malalamiko mengi, hali ya ukosefu wa usalama, maisha ya watu kabisa, ufukara unazidi na kadhalika. Raia, je, wanaweza kutarajia kwamba kutakuwa na mabadiliko fulani au itakuwa ni yale mateso? Unaona, de la chance kwangu binafsi kama mkongomani nafanya siasa, ukweli ni kwamba nchi yangu Kongo kuna kuwa kauli nzuri, le bon discours, lakini matendo yanakuwa kidogo, na hasa kuna tatizo ambalo naogopea hapa nchini kwetu Kongo. Budget yetu ya Kongo inakuwa budget nyingi, lakini mawazifa ndio zinakula pesa nyingi sana kuliko pesa zinatumiwa kwa faida ya raia. Kama katika mwenendo wa serikali wa miaka 5 wataweza kufanya budget iko modere kwa fonctionnement ya ma institution, na waweke budget kubwa kwa mlimo, kwa maskari, kwa walimu, kwa polisi na kwa mabarabara, le route de dessert agricole, itakuwa amefanya kazi kubwa sana kuliko ile alifanya kwa miaka 3. Lakini kama ataendelea na ile mawazo ya kuweza, kama unakutana ministère iko na budget ya fonctionnement peut-être ya 1 milliard le mois, $1 milliard le mois, pendant que mu agriculture unakutana mko à titre de millions. Nawaza kabisa nchi haiwezi kuendelea vile. Naweza kumuomba rais Felix Antoine Tshisekedi kuangalia budget ambao wanapatia mawazifa mbalimbali kwa ajili ya matumikio yao, na budget ambazo zinawekwa kwa kusaidia maisha ya raia. So mimi niko wa vijijini zaidi, maisha ya raia vijijini ni mateso kila leo. Hatuna barabara, hatuna umeme, hatuna maji, hatuna hata ma dispensaire hakuna, hospitali hakuna, masante hakuna. Nikusema kuna, lakini ulimchagua tu. Nilimchagua sababu alikuwa na discours program ambayo aliniconvaincre, sababu alisema miaka 5 iliyopita nilitumika mtu miaka 3. Sasa hii miaka 5 wazifa wangu wa mwisho, nahitaji nitumike miaka 5 yote au complete, na pia sitatumika na wajanja, sitatumika na watu ambao wanapenda ukorofia nchi wala kuzulumu mali ya umma. Nitapenda kutumika na watu ambao wako waaminifu, na ukweli nchi inastahili kuwa na watu waaminifu ili kwamba tuweze kuendelea mbele. Nisikia anasema watawachingia barabara ya kutoka Bukavu route nationale Merodea mpaka upande wa Mbujimayi, lakini itaanza kwanza kumwanzo sifaze ya kwanza mpaka Mgogo, si vinafikia vyo kupita hiyo mambo masiku. Nawaza nilikuwa pale jana siku ya Mungu, nilikuwa Chazi kwenda kuangalia sekretari yangu ya Chazi. Biko kule nakwambia kwamba gari niliachaka KanTV, kwa wale wanajulia Bukavu, ile gari KanTV, na nilienda na mguu kufika kwa Manimani, ndio nikakamata moto kusudi nifike Chazi. Moto yani pikipiki. Nikisema ulilazimika kuacha gari ya kwangu ilibakia sababu hakuna njia, na magharibi kurudia nilichukua tena gari pale KanTV sababu hakuna njia. Kuna tatizo kwa sasa kulingana na ile ahadi ya Felix Antoine Tshisekedi katika kampeni yake, na waza ni question ya kufanya commission itafanya suivi. Akisema liwali wa jimbo ama waziri fulani usike na hiyo mambo, haitaabutiri, hizo pesa watazikula. Tuliona wanakula pesa za 100 jours. Wale walizikula ni vijana wa Sud Kivu, walijenga magorofa zao na hawakufuatiliwa hata na serikali. Sheria yetu ikakuwa sasa vile haiwaone. Kusema kwa ile kama zilitoka kwa ile hatua ya kwanza au nao walipataka changamoto afu Sud Kivu mkazani ya kwamba no, pesa zilitokaga. Pesa zilitoka, ila tunakuwa na wanaume wa korofi iko sawa vile waingie kanisani
na zikaliwa tu vile, sababu haiwezekani mtu anatoka kuteuliwa kama vile mwanabunge kwa mwezi mmoja tu baadaye awe na magorofa 5 hapa nchini katika province ya Sud Kivu. Nafasi nyingine hata njoo mshahara ya deputy kwa mingi mais c'est inconcevable. C'est-à-dire que kuna uwizi kabisa unaonekana kiwaziwazi kama huyu mtu ameibia. Ulimaliza kusema kwamba ungetoa pendekezo kwa Rais Felix Tshisekedi ya kwamba aweze kujikaza kupunguza pengine gharama za nyazifa wizara mbalimbali na kadhalika, sababu zile zinanyonya pesa nyingi za raia wa Kongo ya Kidemokrasia. Japokuwa Felix, rais wa jamhuri ambaye amechaguliwa tena kulingana na matokeo ambayo yaliweza kutangazwa, aliweza kusema kwamba anahisi kwamba zile dola 21,000 kati ya yani 21,000 ndo kidogo kwanza. Nikisema zinapanda hadi 33,000 na kadhalika, lakini akasema kwamba anahisi kwamba ni ndogo sana kwa malipo ya wabunge, sababu wanakuwa na vitu vingi ambavyo wanafanyia raia. Sasa unadhani kwamba watapunguza je, wakati ambapo pengine kiongozi angetaka tena waweze kuongezewa? Sio, tuseme kwa mfano katika mambo ya ubunge, sio wanabunge wote wanafalia kabisa waliowateua. Kuna wanabunge wengine pesa wanazozipata zinakuja zinatumiwa katika nafasi ambako waliteuliwa. Wanakutana wamesaidia kwa kujenga masomo fulani, wamesaidia kwa kuweza kuboresha manjia za kwao, wamesaidia kuweka hata viwanda mbalimbali na vinaunda makazi kwa vijana wao. Na kuna wengine walipata pesa, wanazipata kabisa, kwanza hawarudi kwa pumziko ya vacances parlementaire ili kwamba waongee na waliowateua. Sasa atajuaje mahitaji ya waliomteua? Wakati watu wanampigia simu wampatie matatizo ya kwao au mahitaji ya kwao, pendekezo, hawakamate simu ya waliomchagua. Wakati watu wanamkaribia, anazungukwa na mapolisi. Hakuna aina tena mzee au mtu wa maisha ya chini ambaye alimteua amkaribie tena. Sasa kina bunge yule atonampatia 1,303 ya dola kwa mwezi, hazitafalia raia. Na waza kwa mbunge mjini Kinshasa, sijawahi kwa mbunge, nilikuwa mshauri. Wewe haukuwa unazungukwa? Tokea nimezalikwa mpaka leo sijawahi kuzunguka na polisi. Mara kwa mara napenda kutumika na watu wanaweza nisaidia kwa usalama, kufungua njia, kuongoza wakati kuna matatizo, lakini polisi nawaza siyakuwa bado katika usalama mdogo hapa nchini kwangu. Sababu kwangu kuwa na polisi nyuma yangu sio prestige. Haiko kitu ya kuonesha kama hii nakuwa mtu mkubwa, hapana. Kwangu natembeaga barabarani, sina kunitatiza, naenda vijijini na lala salama. Donc sijawahi kuona umuhimu kwangu mimi kuwa na polisi nyuma yangu. Na walio nao siwaambie kama ni vibaya, lakini nawaza ni mwenendo usio kabisa. Kama mtu mmoja anakuwa na polisi 12 section mzima, sione umuhimu, ni kuogopesha wengine. C'est-à-dire en dehors ya mambo ya siasa, nous devons être aussi humble. Wakati haukuwa na kazi, hakuna mtu alikuweka usalama mdogo. Sasa leo unakuwa na kazi, wanakuita mheshimiwa, watakuweka usalama mdogo namna gani? Ni kama peta tuyajua ya zaidi, lakini naamini kama kwa sasa kweli pendekezo langu ni kweli. Ijapokuwa wanaweza kusema wameongeza mshahara kwa wanabunge na siko d'accord na hiyo pia. Mimi natamania kama mwanabunge wa kitaifa akipata hata 15,000 za dola inatosha, kusudi hiyo kidogo inabakia ya juu isaidie pia askari. Nilitembelea kampi nyingi za maaskari hapa kwetu Kongo, katika Sud Kivu. Watoto wa maaskari, wabibi wa maaskari wanafukuzwa katika nyumba za kupanga sababu hakuna kampi kwa maaskari. Hakuna shule kwa watoto wa mama wa maaskari. Hakuna hospitali. Fasi nyingine tulifika nakutana bibi ya askari, bwana iko kushande bataille Nord Kivu, bibi iko Nyangezi, anazala kwa maternite, anabakia pale miezi 6. Anagonjwa kwa maternite, anagonjwa kwa hospitali, anakosa. Hiyo pesa waziwekwa kurahisisha pia maisha ya askari na polisi. Nashukuru, naona muda wetu unatupa mkono kabisa. Kama tunavyokuwa na tabia ya kufanya, utageukia upande wa kamera na kutoa ujumbe kwa wote ambao wanakufuata, hasa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanakufuata katika manao. Wakongomani wote ambao wako nchini Kongo na wanao katika nchi za ugeni, na watakia mwaka wa 2004 waheri, wawe na shangwe kwa sababu tumempata kiongozi rais mpya ambaye tena ameteuliwa, yani Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunasema hongera kwa koti kuu ya sheria na uhusika na mambo ya katiba. Hongera kwa Kadima na kundi yake, yani Seni. Nasema hongera kwa wakongomani wote waliogombea uchaguzi kwa mwaka huu, na tunangoja matokeo kwa wale ambao ni wanabunge wa kitaifa, wa jimbo,
washauri wa mitaa, ongera kwao. Kwa wale ambao watawini, watumikie vema raia kufanya sheria ambazo zitaweza kwenda kusaidia nchi yetu ya Kongo. Kwa wale ambao watakosa, wasiende barabarani wala kuita vijana kwenda barabarani, warudie, walime mashamba, wafanye uchuruzi wao, warudi katika makazi walimu, ili wajitayarishe vema kwa uchaguzi wa mwaka wa 2028. Tusiwe na wa kuleta vita hapa nchini. Pia kwa vijana, tusijiunge na wale waguruguru ambao wanakosesha amani nchi yetu. Ukiona adui ambaye anataka kuinua silaha kwa nchi yetu ya Kongo, tengana naye. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année sur Kivu 5 FM. Bonne année sur Kivu 5 TV. Bonne année sur Kivu 5 Connect. Bonne année.